Zanzibar kwa miaka mingi imekuwa ikitegemea umeme kutoka Tanzania bara. Ndio. Katika miradi ile ya kimkakati tumeambiwa kuna umeme ule ambao sasa hivi Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ina mpango wa kuzalisha umeme wake mwenyewe. Hali ikoje sasa hivi katika mpango huo wa miradi ile ya kimkakati hasa kwenye swala zima la nishati ya umeme? Kwanza nikushukuru kwa kuniuliza swala zuri, kwa sababu sera yetu sisi kuvutia uwekezaji. Ndio. Sera yetu sisi ni kutoa huduma. Kama huna nishati kwa maana ya umeme, kwa maana maji, miundombinu hiyo, huwezi kumvutia mwekezaji. Kama una barabara nzuri kuja kuwekeza. Serikali imefanya nini na Dr. Mwinyi? Kwa taarifa yako, ukiacha tunajenga cable nyingine kutoka bara kuja Zanzibar yenye uwezo kuchukua zaidi megawati 200 kuliko hilo kwa sasa ambayo inachukua 100 na ile zamani kama 35. Sasa tunajenga nyingine. Sasa tena Unguja na Pemba tunajenga. Ukiacha hivyo tayari tuna umeme wa sola zaidi ya megawati takriban 30 na kutokea Makunduchi zitaingia kwenye grade ya taifa. Lakini tuna huo umeme wa jua kutokea hapa Bambi hapa Umbuji. Lakini tuna Matemwe wa upepo. Kwa maana tuna megawati nyingi zitaingia kwenye grade ya taifa. Itatupelekea sasa Zanzibar tena sisi kuuza umeme. Na nikutoeni shaka zile substation za kupoza umeme tayari tumeshaanza kuzijenga. Tumejenga kule, mnajua Makunduchi tunayo. Hapa Welezo mnaiona pale tunajenga, na hapa Ubago kule tunayo. Kwa maana hiyo kazi inakwenda vizuri, na niwahakikishie tu Zanzibar tutakuwa na umeme wa kutosha, kwa sababu tayari tuna mji wa viwanda. Kwa unakumbuka sijui kama bwana Suleiman unaojua huo, ukenda Dunga pale, ndio ukenda Dunga miundombinu imeshakamilia, tuna mji wa viwanda special kwa viwanda. Kwa maana hiyo maeneo yote hayo wawekezaji wanahitaji nishati ya uhakika, na moja kati ya policy ama sera za uwekezaji, tuna kitu sisi kwenye kule tunasema A5 kwenye utalii. Kwanza una good infrastructures, una miundombinu mizuri. Unapomwambia mtu aje kuwekeza 7 star au aje kuwekeza kiwanda, kwanza atakuuliza policy zako, sera zako. Sasa anakuja kuwekeza mitaji, kesho na kesho kutwa unamzuia, unamfutia leseni, mradi unakufa hana haji. Kwanza anaangalia sera na sheria zenu zikoje, ziko friendly katika uwekezaji. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mwekezaji yote makini anaangalia infrastructures, kwa maana miundombinu ya usafiri na usafirishaji. Anaangalia viwanja vya ndege, vipi mko active, services zenu nzuri. Anaangalia nishati, kwa maana hizo powers, umeme, una umeme wa uhakika, asije akaleta kiwanda chake baadaye ikamharibu tena kununua na majenereta. Hilo jingine. Lakini pia anaangalia peace and stability katika nchi, amani na utulivu katika nchi. Hayo ndio wanaovutia wawekezaji wote duniani. Ukishakuwa navyo hivyo utapata uwekezaji. Na ndio maana serikali inakwenda mbio. Kwa watu wasiojua wachumi, sisi wachumi tunajua. Usifikiri tunajenga barabara kwa kubahatisha. Tuna facilitate hizo shughuli za uchumi. Tunajenga viwanja vya ndege, terminal nyingine 3 tutajenga na 5 ili expand huduma ya viwanja vya ndege. Kuna madege yanapishana tu pale, kwa sababu inakuwa inaongeza uchumi. Kwa maana tunapoimarisha hizi substation za kujenga marine cables nyingine na hizo solar na wind panel, tuhakikisha tuna umeme wa kutosha, tuna barabara nzuri, tuna viwanja vya ndege vizuri, tuna bandari kubwa nyingi za kuweza kuingiza na ku-import na ku-export bidhaa katika. Na Zanzibar ikumbuke ni nchi ya huduma. Tunapokuwa na hivi tunaongeza huduma. Nchi yetu tunatoa huduma. Tunataka hapa huduma za kimabenki ziongezeke. Yaani huduma za kifedha ziongezeke na huduma nyingine. Kwa maana ni kuhakikishia kwamba hilo lililosema kwamba linaenda kutimia soon kabisa, wala usiwe na wasiwasi katika hayo mambo. Dr. Mwinyi amejipanga vizuri. Ni kweli. Niendelee kukushukuru Mwenezi Mbeto. Habari ambayo tutakamilishia kuhusu swala la ajira. Kumekuwa na uvumi, uwepo wa ajira.
na vijana sasa hivi wakiwa na matumaini makubwa kwamba serikali inakwenda kufungua milango ya ajira. Hili unalisemeaje ili Mwenezi Mbeto kwa upande huu? Kwanza serikali imeendelea kuajiri kila siku. Ndio. Kama unafuatilia kwenye vyombo vya habari, kila siku taasisi mbalimbali zinatangaza ajira. Sawa? Ndio. Lakini ajira nchi hizi na mfumo maalum. Sasa hivi ajira ziko kwenye Zeni Ajira. Kuna app utaratibu maalum wa kuomba kazi. Ndiyo. Kazi zote ziko huko. Watu wanaomba. Kwa maana hiyo na chengine hakuna taifa lolote linaloweza likaajiri watu wake wote. Katika moja ya unajua kwenye maendeleo kitaalamu, nakupa kitaalamu, kuna positive results and negative result. Jambo lolote la kimaendeleo lina sura hizo mbili. Kwa nini nakwambia hivyo? Baada ya Dr. Mwinyi kuimarisha elimu ya Zanzibar, baada ya Dr. Mwinyi kujenga mashule makubwa mazuri, baada ya Dr. Mwinyi kutoa mikopo kwa wanafunzi wote wa vyuo vikuu pamoja na diploma, tumeongeza wasomi wengi. Manake ni nini? Tumeongeza graduates wengi, watu wana graduate na hao wote wanataka waajiriwe. Kwa maana tumeimarisha elimu, tumepata changamoto la ajira. Serikali imefanya nini? Na tuwezi kusema tuache kuwasomesha watoto wetu kwa sababu hatuna kuajiri. Na ndio maana serikali imetoa fursa. Na ndio maana sasa hivi tunawekeza nguvu katika private sector. Tunakwenda kwenye kuna kitu tunaita PPP, public private partnership. Maana yake ni nini? Tunahimiza uwekezaji kwenye sekta ya utalii. Tunahimiza kwenye viwanda, ndio maana kwamba tumejenga mji wa viwanda. Tujenge viwanda vingi, vijana wapate ajira. Lakini tumeongeza mikopo zaidi ya bilioni 90 tushatoa kupitia wakala wa uwezeshaji. Pamoja na 442. Kwa maana hiyo vijana wasome, lakini pia hatujiishia hapo. Sasa tumefungua fursa kwa ajira ambazo vijana wetu wanaweza kwenda kufanya kazi nchi za nyingine kama Arabuni, Ulaya, kwingine kabisa. Na ndio maana tukasema kwamba ujio wa fursa hizi kuja kwa makampuni makubwa yataongeza vijana wetu kupata ajira. Kwa maana serikali tumekumbana na changamoto hiyo, tumeimarisha elimu, tumetoa fedha mikopo, vijana wamesoma vizuri. Sasa hivi tuna tatizo la ajira. Sasa na ndio maana sasa tukaja pia na sera ya uchumi wa buluu. Sasa hivi tunaondoka, tunataka kuelekea deep sea, mpango wa serikali kupitia Wizara ya Uchumi wa Buluu. Sasa tuna vision ya kwenda deep sea, kutengeza vyombo vina uwezo kufika bahari kuu ili kupata tani nyingi. Lakini pia tumeendelea kujenga masoko makubwa ambayo masoko hayo yanabeba na zile tunaita cold room, mafriza, mavyumba makubwa ya kuhifadhia bidhaa za samaki. Kwa maana hiyo tunajenga hayo, tunatoa mikopo kwenye uvuvi, tumeimarisha mwani, tumeimarisha matango bahari, majengo bahari, vyote kuwafanya vijana wajiajiri kupitia fursa mbalimbali. Lakini kwenye kilimo, kwenye ufugaji, wewe nikwambie tu, hakuna wakati wote kama wakati wa Dr. Mwinyi. Kwa mara ya kwanza tumefungua kiwanda cha kuku pale Kazole pale. Ndiyo. Na tunaendelea. Kuna habari njema, viwanda vingi vikubwa vitakuja kama hivi. Yote haya serikali ya Dr. Mwinyi na maono ya Dr. Mwinyi kuhakikisha kwamba tunapambana na swala la ajira, lakini pia tunaongeza uwekezaji kwenye nchi yetu ili serikali ipate mapato, wananchi wapate ajira na nchi yetu isonge mbele, kwa maana miundombinu, lakini kwa maana pia ya maendeleo na kupata ajira vijana wetu. Nikushukuru sana. Mwisho kabisa, Mwenezi Mbeto, mbali ya kukitumikia chama kwenye nafasi hii ya uenezi, unapokuwa nyumbani shughuli zako kubwa ni nini? Mimi bwana niwape siri bwana. Ndio maana mimi siogopi kustaafu. Kanichomekea ile swala maksudi. Mimi ninapokuwa kwa nyumbani nina shughuli zangu 3. Ndio. Kwanza mimi ni mfugaji. Okay. Mimi nafuga kuku, wanyama, mayai. Ni sehemu ya kuniongezea kipato changu. Mashaallah. Lakini pia najishughulisha na uvuvi. Na kiboti changu, shafamu, navua. Lakini pia la 3 nalima. Okay. Nalima matunda, nalima mahindi na kije nimefaidika na fursa za muungano. Ndio. Na shamba Handeni pale. Tanga hiyo. Nalima pale mahindi mengi tu. Najiendeleza kule kwenye kilimo. Alhamdulillah napata riziki yangu. Na nafanya biashara.
na nina kiduka changu pale Kwerekwe, basi maisha yanakwenda. Sasa ndio maana unioni kuwa nafujo wala nagombana na mtu. Kwa maana hiyo hayo ndo maisha yangu nje ya nafasi za kisiasa. Kwa maana hiyo naweza kuishi kwa hivi Mungu na nashukuru Mungu ananibarikia, napata riziki yangu. Naishi. Kwa maana hiyo ukija njoo nitembelee tu. Utaona mabanda ya kuku, tena na kuku wa nyama na kuku wa mayai. Siku tutasafiri tutaenda Handeni. Na sasa hivi wakati wa mavuno na mahindi ya kutosha tu navuna. Lakini pia nalima vitunguu maji, nalima vitunguu saumu huko bara. Na unapata nafasi ya kwenda baharini. Baharini siku hizi sendi. Asubuhi akinipigia huwa nakwenda tu, mzee tusharudi tuko Kizingo leo. Mzee tusharudi tuko Mtoni. Basi naenda na miangalia napata ndoo moja na nagaia jamaa zangu jirani zangu. Na chochote kilichopatikana maisha yanakwenda, alhamdulillah. Tunamshukuru Mungu. Hayo ndo maisha yangu. Na ndio maana hujamsikia mwenezi kote huko kwamba na light ingelikuwa nayo jamaa zetu wa Zambarawa wangelikuwa sani anika. Mimi siidi cha mtu, sili cha mtu. Hayo ndo maisha yangu. Na nimeanza kujituma katika vitu ambavyo namshukuru sana marehemu babangu. Unajua babangu ndo walioanzisha enzi hizo, walikuwa Africa Association, Shirazi Association. Alinilea kwenye mambo hayo kwamba uwe na kitu cha ziada ya kukuendesha maisha yako. Usitoke kwenye mfumo ukawa beggars. Waingereza sio kwa kutumia neno la Kiingereza, ukaombaomba ukaona shughulisha wenzio. Omba utengeneze mitaji, utengeneza mtaji ili ujiendeleze. Kwa maana hiyo mimi ndo maisha yangu, nalima bwana Selemani, nafuga na navua na nafanya biashara. Okay. Kwa sekta zote hizo umeamua kujikita. Na chakula chako pendwa ni kipi mwenezi? Mimi maskini, mimi chakula chochote nakula. Pendwa kabisa ni kipi? Sasa basi napenda mchele bwana. Sasa basi tunakula sana mchele, lakini nakula vyakula vya mizizi kama viazi, mihogo. Mimi kwangu na ratiba, labda nikupe maisha yangu. Mimi ratiba kwangu kwanza Jumatatu, Jumanne, Alhamisi, Ijumaa mchele. Okay. Safa. Mchele mpaka Jumapili. Ndio. Mchele kidogo wale wa rangi watu. Lakini hapa katikati siku 3 nakula ndizi, nakula muhogo, nakula ugali. Usiku napenda sana kula matunda. Mtu fruit. Nakula matunda, ndio maana niona umri wangu watu kukwambia mwenezi ndio kazaona miaka 39 tu. Sheikh mimi na miaka 50 sasa hivi nakimbilia. Sijafika bado. Kesho kutwa naenda sasa na sisi, lakini ukiniona bado uone hivi. Lakini alhamdulillah namshukuru Mungu, sina mambo mengi. Hayo ndo maisha yangu bwana Suleiman. Okay, nimefurahi sana. Na ndivyo ambavyo tumekamilisha. Lakini chengine mimi napenda ibada. Mtu wa ibada. Na labda nikuoneshe kitu. Hii kama surprise ichukueni. Unaona huu mkoba mkiona natembea nao. Watu wasizani kama mkoba wa uganga. Na hii muhimu sana Suleiman itoe. Ndio. Huu mkoba huu utakutoleni. Unaona hichi? Hichi kitabu. Ndio. Hii inaitwa nini? Bulughul Maram. Kitabu cha hadithi cha Bulugh. Okay. Unaona? Hichi kitabu kinaitwa nini? Ahkam Janaiz. Taratibu za tangu mgonjwa mpaka kuzika. Ndio. Hii Said Sabiki. Hii inaitwa Fiki Sunna. Vile halisi kitabu. Alafu Riyadhus Salihin ameacha. Huu msahafu. Ndio. Sawa, hii mashafu. Ndio. Kwa maana mimi baada nikitoka hapa magharibi huwa nakwenda darasa. Sasa napita japo kidogo. Ndio. Kuna dini na dunia, leo tupo kesho tunaondoka. Kwa hiyo katika maana haya ndo maisha yangu. Hujamsahau Mwenyezi Mungu. Sijamsahau Mola wangu. Ndio maana katika kitu ambacho sidhani kama kuna kitu katika maisha yangu kitanishtua. Kwa sababu huwa naamini kwamba kataballahu lana, Mwenyezi Mungu kila kitu katukadiria, katuandikia. Ndio. Riziki yako ikisha imekwisha. Na ndio maana kuna mshairi mmoja alisema haya ya ziada nakupa. Suleiman kijana wangu. Maana rafiki yangu siku nyingi. Laqad ariftum. Pale nilipofahamu. Ndio. Inna riziki. Hakika riziki yangu maktubu inda Allah. Imeandikwa kwa Mwenyezi Mungu. Sawa? Ndio. Hakuna mtu Suleimani anaweza kuiondoa riziki yako aliyekuandikia Mwenyezi Mungu. Isipokuwa labda kadari. Na kadari vitu vile vinaondoa kadari. Dua na sadaka. Sawa. Kwa maana hiyo mimi sidhani kama kuna kitu katika dunia
kitakachonifika kikanishtua. Ni kitu najua kimeandikwa, kitakwenda kitapita. Kwa maana haya ndo maisha yangu naoishi, na mbona nikuta kila wakati na furaha. Jambo zuri nitakwambia hili zuri, hili baya na nyoka nakwambia hili hapana, hili mimi sifanyi. Sasa unakuwa na hiari yako. Hayo ndo maisha yangu, nikijua kwamba maisha yangu mimi yamemilikiwa na Mungu na riziki yangu iko kwake, haipo kwako Sulemani. Wewe ni sababu tu. Ukininyima wewe, Mungu atanitafutia kwingine, atanipa madamu ni hai. Karibu sana bwana. Kidumu Chama cha Mapinduzi, kidumu chama tawala. Na kabla sijafunga kipindi hichi maalum, basi tumalizie kwa dua. Yaani usome dua afu nimalize kufunga. Al-Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Na leo Ijumaa basi. Kabisa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akrimna wa la tuhinna wazidna wa la tanqusuna warfa'na wa la tadhanna wansurna wa la tansur alaina wa qul lana wa la taqul alaina ya rabbal alamin. Rabbana ighfir li warhamna wa liwalidayya وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم إنا نسأل رزقا حلالا طيبا من كل مكان، إن كان في السماء فانزلنا وإن كان في الأرض فخرجنا وإن كان المشارق الأرض ومغاربها فقربنا وإن كان قليلا فجناه كثيرا. يا الرزاق ذو القوة المتين ارزقنا رزقا كثيرا حلالا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتك ركابا وركاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم آتك ركاب آبائنا وأمهاتنا من النار. ربنا زد العلم ورزقنا انفعنا. ربنا زد العلم ورزقنا انفعنا. اللهم خاب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم خاب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي وارحمنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج على المسلمين صلى الله